الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا علما نافعا اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وبعد. Watukufu wana darsa pamoja na wote ambao mnatufuatilia katika darsa hizi za Ramadhan, bado tuko katika mkarara wetu ambao unaitwa Fatawa Ramadhania, fatwa mbalimbali za Ramadhani, kwa maana masala ambayo yamewekwa pamoja na majawabu yake kwa mujibu wa wanazuoni mbalimbali. Na leo hii inshallah tunaondokea, ikiwa unacho kitabu hiki, katika ukurasa nambari 24 kwenye swali ambalo linasema Bismillahirrahmanirrahim, sin suali ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو لاصق للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام. Swali linauliza hivi, ma hukmu wad'i lasiqi, ni ipi hukmu ya kuweka plasta? Lasiqi ni plasta, kitu ambacho kinabandikwa hivi, yamna'u shuura, ambayo inazuia kuhisi, biljui, njaa, kwamba sipa aina fulani kama lasiq, plasta fulani kwa dunia yetu ambayo tunaoishi, ambazo zinazuia kwa namna fulani mtu kupata njaa akiwa amefunga, au laswiqin, au ile plasta liliqla'i, kwa ajili ya kung'oa ani tadkhini, tayari hapo kutokana na tadkhin, maswala ya uvutaji wa sigara, tayari hapo athna as-siyami, wakati wa kufunga. Jim, jawabu, as-siyamu ibadatun adhima. Kwanza ieleweke kwamba swali najibiwa, funga ni ibada tukufu, kwamba kubwa, wa ruknu, na ni nguzo, min arkanil islam, miongoni mwa nguzo za Uislamu. Walau alimatil ummatu, lau kama ungelijua huu umma, ma fi ramadhana, yaliyo ndani ya Ramadhani, la tamannat, ungelitamani huu umma, an takuna sanatu kullaha, uwe mwaka wote Ramadhana ni Ramadhani. Lakini kwa kutokosa kujua, tena kwa mujibu hasa dunia tuliokuwa nayo, mtu anatafuta vitu mbalimbali ambavyo vitamfanya asihisi njaa, kama kwamba Ramadhani kwake haipendezi, tayari hapo. Waqad a'adda Allahu ta'ala, na kwa hakika amewaandalia Mwenyezi Mungu mtukufu, liswaimina, wafungaji, al-ajra al-azima, ujira mkubwa kabisa. Na tumeona kule hata kwenye hadithi, bi anna man tasahhara ala sunna. Kwa nini bi anna? Kwa sababu au kwa hakika, man tasahhara, mtu atakayekula daku, ala sunna, jua mwenendo wa mtume vile alivyoelekeza muda hasa kula daku, wa aftara ala sunna, na kaftari kisunna, manake akafungua vile ambavyo mtume alikuwa anafungua, pengine kwa tende rutab, zinaitwa zile tende ambazo sio mbivu sana. Tena alikuwa anafungua kwa idadi ya witri, pengine kwa 3 tari 5 kwa idadi ya witri. Tufahamiana, la tudrikuhu mashaqqatun adhima, basi hayatompata yeye mashaka makubwa kama mtu anajilazimisha na mambo haya. Wala da'iya, kwa hiyo wala hakuna haja, liwallahi hadha lasik, ya kuweka plasta hii. Lasik kitu ambacho kina kama chenye kuganda hivi, yani kama plasta fulani ambayo huweka hiyo baadhi ya watu ili asihisi njaa, tayari hapo. Kwa hiyo lakini la yuftiru, hafungui, lakini si jambo ambalo linapendezesha tu, kwa sababu wewe lengo la kufunga upate njaa. Kwa sababu kupata hiyo njaa ndiyo fundisho. Kama tajiri akikaa na njaa ikimpata, maana yake anafundishwa katika ibada ya funga kwamba kuna wenzako siku zote wao wanalala na njaa. Maana yake kama tajiri utoe, usaidie wenzako, njaa si jambo zuri, ndo maana yake. Sasa kila kitu ambacho amekiweka Mungu kwenye funga kina fundisho. Kukaa na njaa matajiri yote, pamoja kwamba ana kila kitu ndani, pengine kwenye store tayari hapo, lakini anafundishwa kwamba kuna wenzako, hii njaa ndo kitu cha kawaida siku zote huko. Kwa maana yake kama una kitu uweze kusaidia wenzako, ndo maana yake. Tushafahamiana hapo. Kwa na swala da'i, wala hakuna haja liwadhi hadha lasik, ya kuweka plasta hii, lakinahu la yuftiru, lakini pamoja na hivyo haifunguzi, lianna hadha lasik, kwa sababu plasta hii ghairu maghadhin, si chakula, maghadhi chakula, wala yadkhulu aljawf, wala haingii ndani, min manfadhi, kupitia tundu maftuhi iliyo wazi, tayari hapo. Kwa hiyo hii haifunguzi, lakini si kitu kizuri. Acha hivyo upate njaa, funga ikuathiri, ilete taathira kubwa. Tushafahamiana hapo. Na tumeshaambia kama tungekuwa tunajua hii faida ya funga, basi singekuwa kuna haja ya kutafuta mambo kama hayo. Tushafahamiana hapo. Hilo ni swali la kwanza.
Sin suali, swali la pili, hal yuaddu tadkhinu, je inahesabiwa kuvuta sigara? Tadkhinu ni kuvuta sigara min almufattirati, ni katika vitu vyenye kufunguza? Jim jawabu, ad-dukhanu moshi, min almufattirati, ni katika vitu vyenye kufunguza. Ndio maana tukakuta huko nyuma tulikuta maswali ya kuchoma hizi bukhur, ubani mbalimbali. Ule moshi ukija ukifika ndani, uko ndani yako, uhakikishe funga haipo. Kinachotakiwa mtu ajizuie na ajialipe hiyo funga. Kwa anasema kwamba ad-dukhanu moshi, min almufattirati, ni katika vitu vyenye kufunguza. Lianna dharrati ad-dukhan, kwa sababu zile chembe chembe fulani zile ambazo zimo mle kwenye ule moshi, material fulani, amdan maksudi tare ila riati, lengo ni kufika kwenye pafu. Ria ni pafu, wahia na pafu min aljawfi, liko ndani. Kwa hiyo kama aliko ndani, kuingiza kitu kiko ndani ya mwili huko kwenye roho, kwa kiasi nini, maana yake umefungua. Na ndio maana tukaona hata vile vifaa vya kihospitali ambavyo vitakuwa dawa ambazo zina lengo la kufikisha athari kwenye mapafu ndani ya mwili huko, basi tunaona kitu hicho kitafungua. Tumepita swali kama hilo huko nyuma tayari hapa hilo ni swali la pili. Sin suali, ma hukmu sibahati liswaimi, ni ipi hukumu ya kuogelea kwa mfungaji? Sasa kuna watu Ramadhani nzima yeye anaogelea baharini, kila akipata samaki ndo anazidi. Tunafahamia hapa ni ipi hukumu ya kuogelea? Je, kuogelea kunaharibu funga? Anasema kwamba jim jawabu, tukrahu sibahatu, inakuruhishwa kuogelea, kwamba ni karaha, si jambo linalopendeza kabisa kabisa, liswaimi, kwa mfungaji. Tafahamiana hapa. Liannahu, kwa sababu yukhsha, inaogopewa, dukhulul ma'i, kuingia maji, ila aljawfi, mpaka ndani ya mwili, an tariki al-anfi, kupitia njia ya pua, au al-udhuni, au sikio, au al-fami, au kinywa. Na wewe utaogelea vipi baharini kama sasa unaogelea maji yasiweze kuingia? Kikawaida, kwa sababu ile swali baadhi ya watu wanakuwa wakaidi sana, wakishauriwa Ramadhani, hata kama mtu kazi yake mfano ni diver, kuzamia baharini, uzuri asitumie muda huo wa mchana, anaweza akaitia mashakani funga yake, lakini wanakuwa wakaidi. Wengi wanasingizia umaskini. Ni kweli umaskini, lakini hii si sababu ya kwenda kumwambia Mungu kwa kuharibu ibada yako. Tayari hapo Muislamu unatoka mwezi ukifika ujiandae, ujue Ramadhani inakuja, umejiandaa kwa vipi? Badilisha muda tu, pengine kama mzamizi tafuta muda uende usiku kama itawezekana. Ikiwezekana kwanza kwa kipindi kile chote Ramadhani, mwezi mzima, basi bora pumzika kuliko kutafuta tu thamani za kidunia. Unapata pesa nyingi, kunaharibu ibada zako, huna uhakika utaishi kwa muda gani. Tayari hapo Kwa tukrahu sibahatu, inakuruhishwa kuogelea, liswaimi, kwa mfungaji, lianna, kwa sababu yukhsha, inaogopewa, dukhulul ma'i, kuingia maji, ila aljawfi, mpaka ndani, an tariki al-anfi, kupitia njia, kutokana na njia ya pua, au al-udhuni, au sikio, au al-fami, au kinywa, kwa sababu aghlabu ya maji ya bahari kitu hicho hayakubali kwamba ndio mtu aogelee hivi. Akiingia kitu katika tundu za mwanadamu, ukitoa labda macho ambayo haifikishi ndani, basi uhakikishe kwamba hapo hapana kazi, na maji ya bahari hayakubali hivyo. Kwa hiyo henda wengi wanaogelea wanaharibu funga zao, wengine kwa kujua saa kwamba maji yameingia ndani ya mwili, lakini kwa sababu ya tamaa za kidunia, anaopata samaki au kusingizia umaskini, kwa ndo mtu yuko tayari kuharibu funga yake. Wa indaha, na kwa wakati huo sasa maji yakiingia kwenye hiyo tundu, yuftiru, itakuwa amefungua, hana funga, kakaa tu shangwe na watu, asubiri ya kikombe cha uji, lakini itakuwa funga yake haipo, na anajihesabu mwenyewe lakini kafunga. Wa Ramadhanu shahru tasbihi, na anazuoni anatuambia hii Ramadhani ni mwezi wa kumsabihi Mungu, manake mwezi wa ibada anachomaanisha. Walaisa lisibaha, huu si mwezi wa kuenda kuogelea tena baharini huko ukaharibu funga yako. Kisa na sababu unachuma, ndio, lakini kwa misingi gani unachuma? Ndio uharibu ibada zako. Tayari hapo Kwa ina maana hili ni swali ambalo huwa linaulizwa, je, kuogelea inaharibu? Kuogelea dhati yake, kuna kuogelea semi. Unaweza ukaogelea kikawaida tu kwa mara moja, lakini kuogelea kama kuingia sasa kwenye maji, hasa kikawaida maji hayakubali. Yanaweza kuingia kwenye tundu yote katika mwili, na akiingia hivyo, hiyo swamu haipo. Tushafahamiana hapa Iwe kuogelea kwenye ziwa, iwe kuogelea kwenye bahari, iwe kwenye sehemu ya kawaida. Tushafahamiana. Sin suali, ma hukmu bal'i riqi liswaimi, ni ipi hukumu ya kumeza mate mfungaji? Bal'a memeza, bal'a masdar, riqi mate liswaimi, kwa mfungaji. Jim jawabu, yajuzu liswaimi, inakubalika kwa mfungaji,
an yabtali riqahu, kumeza mate yake, lianna fi ihtirazi anhu mashaka, kwa sababu kujilinda nayo ni kitu cha tabu, huwezi midamu yako mdomoni tare, lakini awe ndani, sio kwa unatoa kusudi ukesha unafanya nini, hapo itakuwa huo mchezo na funga itaharibika. Lakini kwa kwako ndani tu, kwa sababu skoti kufungua ni kwa kitu kinachoingizwa, si kile kinachotoka. Tushafahamiana, ukitoa kinini hapana kasi. Kwa nini? Lianna fi ihtirazi, kwa sababu katika kitu yani ihtiraz anhu, kujilinda nacho, ihtaraza kujilinda, ihtiraz an kujilinda na kitu hicho, mashaka ni tabu, watanatwan fi dini, na kujisumbua katika dini, yani kujilazimisha, na hili halitakiwi. Tushafahamiana hapo. Wakad nuhina an tanattu, na tumekatazwa sisi kujisumbua, ni kujilazimisha, kuzilazimisha nafsi zetu. Wa rafa Allahu anna almashaka, Mungu akaondoa mashaka, tabu, wal haraja, na dhambi. Tushafahamiana. Kwa swali hilo mtu mate tu kwa mdomoni anaweza kumeza, sio tatizo, lakini akiatoa nje kusudi akishaki nini, hilo ni tatizo. Tushafahamiana hapa hii. Sini swali, hal yuftiru, je anafungua, man jamaa riqahu, mtu aliyakusanya mate yake kusudi, fabtalahu, kisha akayameza, kayakusanya mate kisha akayameza mwenyewe, anahesabu amefungua? Jim jabu la yuftiru, hajafungua. Man jamaa riqahu, yule aliyakusanya mate yake, thumma batalahu, kisha akayameza, yani uko mdomoni, lakini sio nje kuyatoa. Lakin hadha abathun, lakini huu ni mchezo, la maana lau, hauna maana, kwa hakuna shida kufanya hivyo. Tufahamiana hapo eh? Abathu ni mchezo wa upuuzi, la maana lau, haina maana. Sini swali, hal yabtulu sawmu, je inabatilika funga, man ista'mala, ya mtu atakayetumia dawa al-gharghara, dawa ile ya gharghara, maana yake ni tunaita dawa ile kama ya kuingiza kwenye roho hivi, pengine mtu ana matatizo fulani. Jim jawabu, idha jazaa dawa, idha nazala dawa, itakaposhuka ile dawa ila jawfi, mpaka ndani ya mwili huko kwenye koo, kwenye roho, basi aftara, atahesabika amefungua. Hicho kizingatiwe. Wa idha lam yanzil, kama haikufika huko, ndo haikushuka ile dawa, haikufika huko, lam yuftir, itakuwa hajafungua. Kwa inategemea. Lidhan, kwa hivyo, yambaghi al-ihtiraz anhu, inatakiwa kulichunga hilo, fi nahari Ramadhana, ndani ya mchana wa Ramadhani. Ikiwezekana bora njo kutumia muda mwingine. Tushafahamiana, sio muda ambao umefunga tayari hapo, kwa sababu huna uhakika kwa utaweza kuchunga vizuri hilo jambo. Tushafahamiana hapo eh? Sin swali jingine, ma hukmu ibtila'i nukhamati lis-saimi, nipi hukumu ya kumeza makoho kwa yule mfungaji? Pengine una mafua, tunaita vibale, si ndio? Unakohoa kweli kweli, ile ukimeza yale makoho yenyewe, je funga ipo haipo? Na pengine yako huko ndani, sawa hapo. Idha ta'ammada as-saim, wanasema akifanya maksudi yule mfungaji, ibtila'an nukhamati, kumeza makoho, pengine anatoa nje kisha anameza mwenyewe, aftara, atakuwa amefungua. Lianna min almumkini, kwa sababu anasema vipi? Kwa sababu hichi kitu ni miongoni mwa vitu vinavyowezekana, al-ihtiraz anha, kujilinda navyo, si utatema tu, lakini unafanya kusudi. Wa idha ghalabathu, tare kitakapo mghilibu, kughilibiwa, kushindwa, huna jinsi, ile amemezeka kwa bahati mbaya, mfano ndo kughilibiwa, kushindwa lam yuftir, hajafungua, lakini kwa kusudi. Thumma hiya qadharu, alafu kisha hicho kitu ni uchafu, qadharu ni uchafu, kwa hiyo mbaghi tawaqi, anatakana kujilinda nayo, bora uteme nje. Tushafahamiana hapo lakini akiameza kusudi, funga haipo. Ikiwa kwa bahati mbaya amemghilibu tu ndani, basi itakuwepo, lakini pamoja na hivyo ni kitu ambacho uchafu, kwa uchafu natakiwa tawaqi, kujilinda nacho, tawaqa, amejilinda, maana yake bora kutema. Tushafahamiana hapo Sini swali, halil qai'u, je kutapika, fi nahari Ramadhana, ndani ya mchana wa Ramadhani, yufattiru, inafunguza, maana yake yubtilu sawmaka, itabatilisha funga yako? Jim jawabu, min al-asbab al-mufattirat, yanasa miongoni mwa sababu zenye kufungulisha, kuharibu funga ya mtu, ta'ammudul qai'i, ni kujitapisha makusudi. Lakini kama si kwa makusudi, tumesema mtu inakuwa haja nini, hafungui. Miongoni mwa sababu zinazosababisha kuihatarisha funga ya mtu kwa imebatilika, kujitapisha maksudi. Lakini swali limeuliza, je kutapika? Tushafahamiana hapa Kwa hiyo anasema hivi, faman taqayya amda, mtu mwenye kujitapisha maksudi, aftara, aelewe funga yake imeharibika, amefungua, kwa aje alipe huko. Wa in ghalabahu alqai'u, ikiwa amemghilibu yale matapishi, lam yuftir, hajafungua.
Tushafahamiana hapo Yametoka tu, ndio ile kutapika, sio kwa matarajio yako wewe mwenyewe. Pengine kuna kitu tumekula kibaya au nini, illa yarji' shay'un min alqai'i ila aljafi, lakini kwa sharti ikiwa hakikurejea chochote katika ile matapishi ndani. Maana unaweza kutapika ukija ukarejesha ndani, ndio funga haipo. Tushafahamiana hapo Wa illa, kama si hivyo, fa yuftiru, atakuwa amefungua. Maana kama si hivyo vipi? Kama itakuwa tayari hapo yani kaweza kuyameza tayari kuyarejesha ndani au kafanya kusudi, basi funga itakuwa amefungua. Kinyume na hivyo atakuwa hajafungua kwa bahati mbaya tu, kwa kujitapika. Kujitapisha unafungua. Sawa hapo Mara nyingi watoto hufanya hivyo, wakiwa hataki kufunga, mtoto pengine anajitapisha, lengo iwe nini tayari, lakini ndo akili za kitoto. Kwa liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu alqai'u, mtu atakayemghilibu yeye, dhara'ahu, kumjia au kumghilibu yeye matapishi, wa huwa saimu, hali yakuwa amefunga. Kuna hadithi jua hilo falaisa alaihi, kallahu, hana kulipa. Na kama hana kulipa, tafsiri yake funga yake ndo sahihi, ndo vile tulivyosema. Lakini waman istaqaa, atakayejitapisha, hii ndo ile taamuda maksudi, falyaqli, ajialipe. Maana kwa ajialipe, funga sio, ndo pale tuliposema. Tutafahamiana hapa Rawahu al-Bukhari, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo eleweke, kutapika tu kwa bahati nini haifunguzi. Labda uje yale matapishi uje uyarejeshe ndani, uje kwa maana kwamba utakuwa ndo umeshakula, hapo itafunguza. Lakini kwa kusudi umeyarejesha, ujarejesha, funga haipo. Tutafahamiana hapo Tunaenda swali jingine, tukiwa katika ukurasa nambari 27. Tunaenda hima leo tuweze kufaidika, kwa sababu ni mukhtasari wetu ni ndefu kabisa tayari hapo, na kuna bado faida zinakuja juu ya kujifunza hukumu mbalimbali za dini yetu au funga yetu, kuihakikisha kwamba tunafunga kwa usahihi tayari hapo Kuna swali linasema, swali law ihtaja ila alqai'i, kama mtu itahitajika kutapika, litadawi, kwa lengo la kufanyiwa dawa, biikhbari tabibi, kwa kupewa taarifa na daktari. Mfano daktari kakwambia pengine kuna kitu anataka kukichunguza, hasa maswali ya vipimo, itabidi ujitapishe kusudi. Sasa hili la kuwaje na mchana Ramadhani na mtu amefunga? Tafahamiana hapo. Yaani daktari kamwambia lazima utapike ili aweze kuchunguza yale matapishi, nini kinachokusumbua, au pengine kuna kama mtu ambaye mgonjwa wa mkojo, unapimwa mkojo wake au damu ina nini, kwa mfano. Je, kesi kama imetokezea, tutafahamiana hapo Kwa la ihtaja ila alqai'i, kama itahitajika kutapika, litadawi, kwa ajili ya kufanyiwa dawa ni daktari, bi ikhbari tabibi, kwa kwamba na daktari, hal yajuzu lahu taqayyu, je najuzu kujitapisha, wa hal yu'addu muftira, na je mtu huyu atahesabika amefungua? Swali kwanza, je itaruhusika yani utapike kwa vile daktari kakwambia na unauma anataka kuchunguza, na je utahesabiwa ukisha tapika kuwa wewe funga yako imebatilika? Hilo ndo swali. Tushafahamiana hapo Jim, jawabu manihtaja, mtu mwenye kuhitajika, ila an yatakaya, kwamba ajitapishe, fafaala, akafanya, fala ithma alayhi, hakuna dhambi, lakini yuaddu muftira, itahesabika kuwa amefungua. Hili atambue, hakuna dhambi kwa sababu ni dharura ya kidaktari, lakini funga haipo. Sasa kajitapisha. Wa alayhi imsaku, na itamlazimu kwake yeye, kwa sababu kwamba labda kama daktari tena ndio hukumu kwamba imetoka funga sahihi, funga itakuwa haipo, dhambi hapati kwa sababu ni dharura ya kidaktari, lakini tu afahamu funga kwa siku ile itakuwa haipo. Kwa maana wa alayhi imsaku, italazimika kwake kujizuia kwamba asile, pamoja na kwamba funga haipo. Baqiyatu nahari, mchana uliobakia, na maana sehemu iliyobakia ile, ili sasa ikiwezekana hivyo, maana inawezekana na maradhi yake hayakubali hata aweze kuendelea kukaa na njaa, basi kama ni hivyo atakula, kuja kulipa itakuwa hivyo. Wa an yaqli dhalika al-yawma, naji ailipe siku yake ile. Ndo pale tuliposema kuna watu wengi kwamba tunafunga miaka na miaka, kuna wakati mara nyingine natoka emergency tunafungua pasina kujua, alafu mtu anajihesabu kama hadai Ramadhani, kumbe ndani yake ana deni. Kwanza kuna maksama ile, mwingine anafungua kesha anakula, alitakiwa jizuie kwanza, hata kama hakufunga, kwa huruma, kwa utukufu tu huu mwezi. Tufahamiana pamoja kwamba jua ana deni anadaiwa. Tufahamiana. Sini swali, hali tajashu yubtilu sawma, je
Tajashu ni kile kitendo ambacho mtu anakuwa pengine akishakula akishiba, tunaita wengine wanaita mbweru, sijui yani kama inakuwa kama kuna hewa fulani inatoka hivi, unajisikia kama hewa fulani mara nyingi ukishakula ukishiba. Je, ile mfano na mara nyingine ushapiga msosi pengine hasa umepiga saa 10 ngapi, ifika asubuhi pale ile tunaita wengine wanaita kwenda mbweru, wanaita hivyo. Tajashu inaitwa. Yubtilu sawma, inabatilisha funga. Jim jawabu. Atajashu ile kwenda mbweru, la yubtilu sawma, haibatilishi funga. Lakini idha kharaja min aljawfi, kitakapotoka kutoka uko ndani, shay'u kitu, mara nyingine mithili ya mtu kama ukaribia kutapika, yajibu an yalfadhahu, shafahamu neno lazima akiteme kile kitu, tare kimetoka huko ndani tare kitu, basi lazima akiteme kile. Wa an yatamalla mala, asiyesema na meza tena. Wa an yatamalla mala, nasukutue baadahu, baada yake, liyutahhira famahu, ili ataharisha kile kinywa chake. Kama mtu ambaye tumesema ametoka damu ya kwenye ufizi, natakiwa aiteme, asukutue vizuri. Kwa hivi vitu kawaida haifunguzi, lakini tusema kijatokezea kaimeza, funga hiyo itakuwa haipo. Tushafahamiana hapa. Kwa hiyo yatamalla mala baadahu liyutahhira famahu. Fa in aada minhu shay'un, kikija kikirejea kitu ila aljawfi, mpaka ndani, ma alqudrati ala lafdhi, pamoja na kuweza kutema, kaweza kutema, hakutema tu, au bala ariqahu, au kayameza mate yake, kabla ghasli fami, kabla kuosha kile kinywa chake, fakad aftara, leo ameshaharibu funga, ameshafungua. Kwa kesi ya kurudi kitu kwenye mwili, kukitoa kishauka kinini, hata kwa mazingira fulani, ina maana hapa panatakiwa mtu kuchukua tahadhari kubwa sana. Tushafahamiana hapa eh? Tunaendelea kidogo. Sini suali hal yuathiru ijra'u amaliyati tandhir, je, inaathiri ijra'u amaliyati tandhiri? Tukisema ijra'u amaliyati tandhiri, maana yake ni maswali ya operesheni ule wa ndani kabisa, tandhiri wa kuangaliwa ndani ya mwili, ijra'u tandhir, ijra'u amaliyati at-tandhir. Je, unaathiri ule operation ule anofanywa mgonjwa kwa daktari, ule wa ndani kabisa, pengine viungo vya ndani huko, fi nahari Ramadhan, ndani ya mchana wa Ramadhani? Sawa hapa ni unaathiri ala sihhati siyam, juu ya kusihi funga. Na ijra'u amaliyati tandhiri fi nahari Ramadhana, sawa an tariqi alfami, sawa kwa njia ya kinywa, au al-anfi, au pua, au al-qubuli, au mbele, au duburi, au nyuma, maana zote ni tundu hizo yusilu siyama, itaharibu funga. Wa ala man ujriyat lahu, na mtu alifanyiwa huo operation wa namna kama hiyo, ayumsika baqiyat al-yawmi, ajizuie siku iliyobakia ni ule mchana ule, maana yake li hurmati shari fadhil, kwa utukufu wa mwezi mtukufu. Wa yaqli, na jalipe dhalika leo siku ile baada Ramadhan, kwa sababu kwa ndani yake kuna kitu kama kufika ndani, baadhi ya vile material ya chemical ambayo kama yanafika ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa hiyo inakuwa kama ishafungua hivi hukumu yake. Tufahamia na kwa ajili alipe hiyo siku, kwa sababu kupitia tundu hizo hapo ndio tatizo. Sini swali hali